Tutajifunza kwa habari ya kumngoja Bwana. Kumngojea au kumngoja Bwana. Kungoja. Neno kungoja sio neno zuri sana, kwa sababu wengi tusingependa kungoja. Tungetamani tupate leo. Tungetamani mambo yatokee leo. Kwa sababu kungoja ni kusubiria. Watu najaribu kuangalia maana, niliona watu wamefafanua maana mbalimbali, lakini hii ya kwenye dictionary nikaichukua nikasema kungoja ni kusubiri. Kukaa mahali fulani au kuahirisha jambo fulani hadi tendo au tukio fulani litendeke. Kwa hiyo tunapozungumza asubuhi ya leo kwa habari ya kungoja, niombe tu upate maana kwamba kungoja ni kusubiri, ni kukaa mahali fulani au kuahirisha jambo fulani, unasubiri hadi tendo au jambo fulani litokee. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya kungoja, ni tu uchukue kwamba ni lazima usubiri. Kungoja ni kusubiria. Unasubiri kitu fulani au jambo fulani litokee. Sizungumzi leo habari ya kungoja, maana pia kuna habari ya kumngoja Bwana kwa maana ya Yesu arudi. Si alisema naenda kwa Baba nikaandae makao, halafu baadaye nitafanya nini? Nitarudi niwachukue, ili pale nilipo na ninyi mfanye nini? Muwepo. Hapo alikuwa anazungumzia habari ya kungoja. Na mahali fulani akazungumza akasema, je, nikirudi nitaikuta imani? Hapo anazungumzia habari ya kungoja. Sasa mimi sitazungumzia kwa mtazamo wa kungoja Bwana kwa maana ya arudi. Nitazungumza kwa habari ya kumngoja Bwana atende mambo fulani. So useme amina katika jina la Yesu. Kwa hiyo kwa sababu kungoja sio neno zuri, yani sio kitu watu tungependa, maana tungependa mambo yatokee leo ambayo pengine tunayahitaji. Hakuna mtu anapenda asubiri. Kwa hiyo ni mtihani, na ndio maana tunazungumza na kujifunza leo. Mimi mwenyewe niliwahi kufeli mtihani wa kungoja jambo fulani. Nilipeleka mtoto wangu shule. Zamani nilikuwa na akili moja mbaya, nilikuwa sipendi watoto wangu wasome shule moja. Kwa hiyo ninawatawanya. Kwa hiyo nikawatawanya wakati wako wadogo wanasoma zile shule za awali, moja huku mwingine huku mwingine huku. Zile mbili nikapatia. Kwa maana ya muda tunaopatana watoto wachukuliwe, kwa kweli gari inakuja kwa wakati. Sasa mmoja ikawa changamoto. Tumepatana 1:30, haitabiriki. Ikazaliwa kitu ya kungoja na mtoto barabarani. Unasubiri 1:00 tulipatana, gari hakuna. Siku nyingine anakuja 2:00 ndio mtoto anachukuliwa. Siku nyingine 2:30. Siku nyingine 3:00 kasoro. Sasa katika kungoja yanazaliwa mambo. Binti aliyempeleka anarudi mara 2:00, mara 3:00. Wewe ulipita wapi? Gari imechelewa. Siku nyingine nikaamua kwenda mwenyewe, nilikuwepo nyumbani. Nikampeleka mtoto, nimekaa mpaka 3:00 kasoro. Jamaa ndiye anatokea. Baadaye nikampigia mwenye shule, bwana, sasa ilikuwa wiki hiyo nimelipa ada. Umevunja makubaliano. Gari zako bwana zinafanya tungoje, na mimi mtihani tayari nimeshindwa. Unasemaje? Sasa Waswahili wanasema akajichanganya akanijibu vibaya. Si uvumilivu ukanishinda. Nikamwambia, sasa ndugu yangu, mimi niliongea kwa upole nikijua we ni mstaarabu. Maana sasa mtoto alitakiwa achukuliwe 1:30, anapitiwa 3:00 kasoro mpaka afike. Hiyo si ni 3:30. Hapo anaenda kujifunza tena. Tayari saikolojia ameshafanya nini? Hayupo. Nikamwambia, sasa kwa sababu nimemsomesha shule yako wiki moja, kwa taarifa yako, piga mahesabu yako, hiyo wiki ukate gharama zako, hizo wengine nirudishie. Akasema ada huwa irudishi. Nikamwambia, sasa huwa urudishi kwa wengine, ila kwangu inarudi. Akampigia simu ambaye aliniconnect naye, alinitambulisha. Huyu mtu gani umeniletea? Akasema, bwana, sasa wewe umemkosea. Na kweli usipomrudishia hiyo ada, yule jamaa hana mchezo, atakushughulikia.
Jamaa akatekewa, akajua jamaa ataniletea wakaguzi, shule yangu itafungwa. Alinipigia mwenyewe, aisee, Ijumaa njoo chukua ada zako zote. Kabisa alirudisha. Ndio ujue wengine huwa ni wapole, lakini ikifika mahali huwa hatuna mchezo. Kwa hiyo usiombe ukanikuta saa kichwa yangu na huwa haiharibiki mpaka uniharibu mwenyewe. Jamani, asifiwe Bwana Yesu. Hiyo nilishindwa kungoja, kwa sababu kungoja tena binti namsema naye yuko hapa, sio kama anakumbuka. Nikamhamisha peleka shule nyingine. Kwa hiyo mimi moja ya majaribu yangu huwa ni hayo. Yaani ukitaka tuelewane shule yako time. Umesema saa 1:30 itokee basi bahati mbaya, si zinaeleweka lakini isiwe ni obvious kila siku inakuwa. Kwa hiyo kungoja ni mtihani. Kungojea sio rahisi. Maana unatamani vitu vitokee. Lakini Mungu ashukuriwe kwa sababu zake mwenyewe anapenda tungoje, tusubirie. Si useme amina katika jina la Yesu. Mungu anapenda tungoje. Tusome katika kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 1. Tutasoma maandiko machache hapo na baadaye tutaendelea. Yohana mtakatifu sura ya 5 mstari wa 1, tutasoma maandiko machache hapo. Biblia inasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Mstari wa 2, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo. Wale wengine bado wanafungua tu, twende pamoja. Anasema baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Beti Zata. Nayo ilikuwa na matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, kwenye mabano, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Si useme amina? Amen. Si useme amina? Amen. Hapa tunapata habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa hawezi. Na kwa kweli anatufundisha kwa habari ya kungoja. Biblia inasema ya kwamba mahali hapa palikuwa kwenye Yesu alipanda kwenda Yerusalemu. Na bila shaka ilikuwa ni siku ya Sabato. Anapanda kwenda Yerusalemu, kulikuwa na hekalu ambalo watu walienda kuabudu. Na alipopanda akakutana na kitu inaitwa birika ya Beti Zata. Yako mabirika mengi yametajwa, mojawapo ni ile birika ya Siloamu, ambapo Yesu alimpaka tope yule ndugu ambaye alikuwa haoni, akamwambia nenda kanawe. Kwa kulikuwa na mabirika. Sasa tukisema birika, hatuna maana ya hii birika ambayo hawa wauza kahawa wanaweza kuitumia. Yaani kuna ile birika ya kutunzia vitu vya moto. Hatuzungumzii hiyo. Hizi birika zilikuwa ni mahali ambapo ama wanatunzia maji. Yaani wanachimba kama bwawa hivi au kama swimming pool, wanatunza maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Na hasa kwenye mahekalu haya walikuwa pia wanatunza maji ili wayatumie kwa ajili ya kunawa, kujitawadha kabla kuingia kwenye hekalu. Sasa
Yerusalemu pia kulikuwa na hiyo birika ambayo Kiebrania wameita Betizata. Yesu akapanda akafika huko. Sasa hii birika inaitwa Betizata, yenyewe ilikuwa na muujiza fulani ulikuwa unatokea. Na Biblia imesema ilikuwa ni birika ambayo ilikuwa na matao 5, lakini pia ilikuwa kwenye mlango wa kondoo. Anaposema matao 5, ana maana ya hii birika ilikuwa imejengwa alafu ina nguzo, na hizi nguzo sasa zimetengeneza matao. Anaposema matao, ni kati ya nguzo na nguzo ilikuwa kuna njia ya kuingia kwenye hilo birika. Kwa anaposema matao 5, maana yake kati ya nguzo na nguzo kuna njia ya kuingia. Kwa matao, hizo njia zilikuwa 5 ili watu waingie kwenye hiyo birika ndani ya maji. Jamani, kama tuko pamoja sema amina. Jamani, sema amina tena. Amen. Lakini pia ilijengwa au iliwekwa mahali ameita kwenye mlango wa kondoo. Anaposema mlango wa kondoo, hekalu za wakati ule, kumbuka, walikuwa wanatoa sadaka za kuteketezwa, na maana yake kulikuwa na mlango maalumu ambao ulitumika kwa ajili ya ile sadaka ya kondoo. Kwa maana ya kondoo, mlango ulitumika kuingizia hiyo sadaka ya kuteketezwa. Kwa Yesu akatokea sasa kwenye hiyo birika, na hiyo birika ilikuwa kwenye mlango wa kondoo, mahali waliingiza hawa wanyama wa kuteketezwa ili watoe sadaka za kuteketezwa. Sasa anatokea mahali ambapo kwenye hii birika kuna kamuujiza kalikuwa kanatokea. Kila baada ya muda fulani anatokea malaika. Ndivyo Biblia imesema. Huyu malaika hakuwa na kanuni ya saa ngapi anakuja, au ni miezi mingapi au miaka mingapi anatokea, lakini wao walijua kuna wakati fulani inatokea, malaika anakuja anayatibua yale maji, halafu yanachemka. Na akishatibua maji, mgonjwa mmoja anayefanikiwa kupenya kwenye yale mabirika 5, kwenye yale matao 5, anayefanikiwa wa kwanza kujitupia kwenye yale maji, Biblia inasema alikuwa anapona ugonjwa wake wote. Si useme amina katika jina la Yesu. Kwa hiyo ikafanya wagonjwa mbalimbali, Biblia imesema vipofu, viwete, watu wasioona na watu wenye magonjwa mbalimbali walienda pale kwenye hiyo birika ya Betizata, wanasubiria malaika akitokea mwakani akayatibua maji. Lazima niwepo hapa, maana anayekuwa wa kwanza huyo ndiye anatoka ameponywa ugonjwa wake wote. Sasa hapa Biblia imesema in general walikuwepo vipofu, vilema, lakini akatajwa na mtu mmoja ambaye Biblia inasema alikuwa na ugonjwa kwa miaka 38. Nilikuwa nasema hakuna kitu kibaya kama kuumwa muda mrefu, na Mungu atuepushe na hilo katika jina la Yesu. Maana kuna wakati tutaondoka kwenye maisha haya, si mnajua kati ya mahitaji yangu itakapofika wakati huo, Bwana anipe neema nisiumwe muda mrefu. Sio maombi mazuri kuyasema leo, lakini ndio ukweli. Jamani, mnisamehe, kuna watu watakaji kusikia hizi habari kabisa za kuondoka duniani, na Bwana atupe siku nyingi za kutosha. Lakini kuna wakati tutakuja kuondoka. Ombi langu nisiumwe muda mrefu. Umeshiba siku nyingi, unaumwa siku ya kwanza ya pili, wajukuu wanasema babu amefanya nini? Ameenda ghafla. Hii mambo ya kuuma miaka 38 mbaya. Jamani, si ni mbaya Ni mbaya sana. Unaondoka umemaliza mali zote hata ulichokuwa nacho. Kwa sababu ukiuma muda mrefu, maana yake si lazima, huwezi kuachwa hivi. Si unajua jamani? Huwezi kuachwa. Hata angekuwa ni babu kwa mila zetu za Kiafrika, yani kabisa unajua haka kwa kweli. Hii miaka 90 na kwa vile hata kakienda ni sawa tu. Si unajua watu nafikaga hapo Lakini kakiumwa si lazima watu watafanya nini? Watakahangaika hospitali. Sasa huyu mtu mmoja Biblia inasema aliumwa miaka 38. Maana yake ndugu zake wameuguza. Wamepeleka, kama kulikuwa na hospitalini, wamepokezana zamu.
za kukahudumia, hamna kitu. Ndugu haponi. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wanatoa mali zao zinaisha, mwisho anasema tuuze na mali zake zinauzwa. Hapa haijasemwa, lakini ninaamini, maana hapa amesema yeye hana mtu wa kumdumbukiza kwenye ile birika malaika anapofanya nini. Maana yake ndugu walimhudumia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili wakachoka. Maana hapa Biblia imesema Yesu alipokuwa anamalizia alisema jitwike nini? Godoro lako ufanye nini? Mtu ambaye alikuwa hawezi, maana yake godoro, kuna watu mwanzoni walimpelekea, maana asingepeleka mwenyewe. Baadaye wakachoka, wakamwacha na godoro lake. Jamani, Bwana atusaidie. Inawezekana walimwacha mwaka wa 10 labda, nitoe mfano. Maana yake akaendelea kukaa kwenye birika ya Betizata miaka 28. Maana wakati Yesu anatokea ana miaka 38. 28, maana malaika mwenyewe anapotokea haijulikani ni lini, haijulikani ni baada ya miaka 3. Huyu ndugu amekaa pale anangojea. Lakini ashukuriwe Bwana kwamba hakuwahi kusema jamani, nichukueni mnirudishe nyumbani. Pamoja na hali aliyokuwa nayo, aliendelea kungojea. Sema amina, amina. Na ndio nazungumza habari ya kungoja. Kungojea, kusubiri mpaka jambo litendeke. Huyu ndugu akasubiri, akangoja, amekaa pale. Malaika anakuja, anatibua maji. Biblia inasema yanachemka. Wakati anajikusanya na hali yake ya udhaifu, wakati anajikusanya aende, unashangaa mwingine amewahi, anabaki hapo miaka. Na nimewambia kwa kweli kabisa, ni maombi yangu Mungu atusaidie. Sisi ni watumishi wa Mungu, tunatumika hata kwa ajili ya jengo hili. Mungu atukumbuke tusiugue magonjwa ya muda mrefu. Niliwaambia hivi, muujiza wa kwanza katika maisha ya mtu ni kuwa mzima. Jamani, si useme amina? Yaani ukiamka asubuhi uko mzima, shukuru Mungu hata kama hauna hela. Kwa sababu hela ni matokeo baada ya uzima. Yaani ni matokeo ya mapambano ya siku. Na huwezi kupambana ukiwa unaumwa, huwezi. Kwa muujiza wa kwanza, mimi hata nisipokuwa na hela, naamka kabisa sina kitu. Ashukuriwe Bwana amenibariki. Lakini kuna nyakati ilikuwaga mnaamka mnatazamana na wife, vipi leo hii siku itaishaje? Mkate wa siku. Hata hiyo bado sijilaumu, so long as niko mzima, namwambia Bwana asante. Kwa sababu ninajua kabla kuja kucha jioni Bwana atanitokea katika jina la Yesu. Muujiza wa kwanza ni kuwa mzima. Niliwaambia asubuhi kwamba niliwahi kwenda nyumbani, kuna mama yangu mkubwa, nikamkuta anaumwa kwa miaka mingi. Yuko kitandani, yuko kwenye koma. Watoto wanapokezana kuja kumuuguza miaka. Nilipoenda kumsalimia nikawacheki hivi, maana niliwakuta wote wamechoka. Ni kama milioni wanasema sasa sikapumzike tu. Sasa Kiafrika pia hutaki kusema, si unajua hiyo Huwezi kumwambia mtu aondoke. Lakini huku moyoni kuwacheki, naona hawa tayari wameshafroti. Nikawaita wale wakubwa pembeni. Maana pia usiongee karibu yako kabibi, inawezekana kako kwenye koma lakini kanafanya nini? Kanasikia. Si unajua hiyo? Vingine viko kwenye koma. Niliona kwenye mitandao juzi kuna kijana mmoja amekaa miaka mingi sana yuko kwenye koma. Alipokuja kuzinduka anasema nilikuwa nasikia yote mliokuwa mnafanya nini? Kwa hiyo nikawaita pembeni, nikamwambia sasa jamani, huyu bibi hata akisema apone, mwili wake umeshafanya nini? Shaharibika. Amelala hapo, ngozi na nini nyingine zilisha. Simumlilizi tu aondoke, nyie simmeamini. Simnaamini Yesu. Toeni moyoni, mlilizi. Tunafanyaje? Tuombe mapenzi ya Bwana yafanye nini? Pia usiende mbele yake ukasema bibi sasa tunakuruhusu ufe. Kakipona katakuja kualani. Maana kila mtu anataka kuishi. Si ni sawa jamani Nikawaambia tushikane mikono, tuombe. Bwana, ikiwa ni mapenzi yako, sasa huu mwili umechoka. Ikiwa ni mapenzi yako Bwana, umpumzishe. Lakini kama bado unamhitaji, basi apone. Unafikiri nilipanda karibu kurudi Arusha sikufika? Bibi tayari kamefanya nini? Kakaondoka. Nasema hivi nikiwa na maana Mungu atupe neema tuwe na afya, tuondoke tukiwa na afya katika jina la Yesu. Unaweza kusema kwa uzuri zaidi, uwe na afya katika jina la Yesu. Huyu ndugu, nisiseme mama maana hapa Biblia haijasema. Huyu mtu ameuma miaka mingi.
lakini akakaa pale, ana matumaini, anajua iko siku. Biblia inasema wakati anajiandaa, maana Yesu alifika, akamwambia, Yesu alifika. Kumbuka Yesu hakukuta tu huyu ndugu mmoja, alikuta, Biblia inasema iko jamii ya watu wagonjwa, vipofu, vilema, viwete, ambao wamekaa hapo wanasubiri malaika. Yesu hakuwaendea hao, akamwendea huyu ndugu ambaye amekaa miaka 38. Bila shaka Yesu aliona imani yake, akamwambia, ndugu, unataka kuwa mzima? Ndio huyu ndugu anamwambia Yesu, kwa kweli nataka kuwa mzima. Lakini na ashukuriwe Mungu, nafikiri Yesu alimhurumia, maana yeye amekaa hapo miaka 38. Yesu ameanza huduma, mnajua akiwa na miaka ngapi? 30, si ni sawa ile rasmi. Kwa hiyo ndani ya hicho kipindi pengine Yesu alienda labda mwaka wa 32 au 33. Huyu bwana amekaa hapo 38. Maana yake alikuwa hata Yesu mwenyewe hajawahi kumuona. Maana angekuwa anamjua, angesema, Bwana, najua wewe uniponye. Lakini yeye akasema, Bwana, nimekaa hapa miaka 38, miaka mingi. Kile nikijaribu, malaika napotibua machi wanani overtake. Hamjui Yesu. Pengine amesikia habari zake lakini hajawahi kumuona. Jamani, Bwana atusaidie. Na ni kweli hamjui, maana ukisoma pale chini, baada ya kuponywa, alipobeba godoro, wale jamaa Mafarisayo, wazee wa Sabato, wakamwambia, wewe mama, kwa nini unafanya kazi siku ya Sabato na beba godoro? Huyu ndugu, nasema mama maana haijatajwa, mnisamehe tu. Yule ndugu akasema, aliyeniponya mimi simjui, ila aliyeniponya ndiyo ameniambia nibebe nini? Godoro. Unaelewa hiyo lugha maana yake? Maana yake huyu kuniponya ni jambo kubwa zaidi. Hata angesema nikalime siku ya Sabato, so long as ameniponya, halafu ameniambia nikalime, hiyo Sabato yenu bakini nayo, ningeenda kulima. Sema amina, amina. Bwana akikutendea, inawezekana kuna watu hawatafurahi. Ukimngojea Bwana akakutokea, kuna ndugu hawatafurahi. Shauri yao wabaki na hasira zao, mimi nasonga mbele. Maana aliyeniponya huyo pekee ndiye ameniambia nitende, katika jina la Yesu. Si useme amina jamani? Kuna watu wakati unangoja hawakuwa na shida, lakini saa Bwana amekutokea ndio unaona hasira zao. Mara unajidai wewe ni tajiri. Alikuwa mwanaume, asante baba. Asante. Kiingereza kumbe anasema a certain man. Asante baba. Kumbe alikuwa ni mwanaume. Kuna wakati ulingojea miaka 10. Bwana amekutokea na kanyumba kako ka vyumba 3. Wako ndugu watakasirika. Kwa nini ameanza kujenga mjini, hajamjengea baba yake nyumba? After all, nasema na nyie mwajengee wazazi. Lakini kuna wengine sio halali pia, wakuache, kuna wakati utafika. Hata mkikutana kwenye kikao, ukitoa point wanasema anajidai kwa sababu ana hela. Mbona nilipokuwa masikini wa Kapuku hamkuwahi kusema hayo? Acheni, nina jambo na Bwana aliyenitokea, katika jina la Yesu. Niacheni, Bwana amenitokea, atanipa neema na hayo. Huyu ndugu akasema, Bwana, ninataka kuwa mzima, lakini kila nikijikusanya malaika napotibua maji, manjemba yenye nguvu yanani overtake, yanaingia. Lakini ashukuriwe Bwana kwamba huyu mwanaume hakutoka kwenye birika ya Betizata, alingojea. Haijalishi malaika alipotibua wengine waliingia, na yeye zamu yake ikafika. Na ilipofika zamu yake ikawa ni tofauti. Wakati wengine wanangojea malaika atibue maji, yeye anatokewa na Bwana ambaye yeye ndiye mfalme wa wafalme. Anatokea Yesu mwenyewe. Anaponywa kwa njia ambayo wengine hawakuitarajia. Bwana akutokee kwa njia usiyoitarajia, wewe unayengoja, katika jina la Yesu. Kuna mahali Yesu alisema hivi, mimi ndimi mlango wa kondoo. Yesu akatokea kwenye birika, kwenye mlango wa kondoo, ambaye ndiyo kondoo mwenyewe halisi, ambaye yeye damu yake ikimwagika, toleo moja linatosha kusamehe dhambi. Toleo moja linatosha kukutoa kwenye shida ulio nayo, katika jina la Yesu. Bwana anakutokea na wewe. Yule mama akaambiwa, sasa wewe jitwike godoro lako uondoke. Akanyanyuka, akajitwika, akaondoka. Mimi ninafikiri inawezekana hata wale waliokuwepo na wao
walianza kumtafuta huyu ambaye yeye kwa neno lake, muujiza wake hausubirii miaka, hausubirii malaika mpaka aje. Na ndio mimi hapa ninasema kanisa yetu mimi naamini hampo, lakini dunia sasa hivi imechanganyikiwa kwenye zile ibada za kwenda kuchukua mafuta na maji ya upako. Si mnajuaga watu wanaheka heka Watu wanabaki na mafuta ya maupako, maji ya maupako. Yesu aliyamaliza pale kwenye birika ya Betizata, maana alitokea mwenyewe akasema uwe mzima kuanzia sasa, jitwike godoro uende. Sasa bado unahangaika na maji, wakati maji ya uzima yuko hai, yuko ndani ya mioyo yetu. Acha kuhangaika na maji ndugu, mimi huko siku. Lakini Yesu akasema uwe mzima. Habari ya kusubiri malaika atibue maji, yule ndugu akanyanyuka akaenda zake. Si useme amina katika jina la Yesu. Mimi siamini kama kuna mwepisti kabisa unahangaika kwenda kuchukua maji ya upako. Nitakushangaa. Na naamini haupo. Si useme amina katika jina la Yesu. Siri ya huyu ndugu kuponya ni kwa sababu alingojea. Mungu kuna mambo wakati mwingine anatamani tungoje. Ninajua tunatumikia Mungu na atatubariki, lakini wengine tutangoja. Amen. Nina dada yangu mmoja ambaye walinisaidia sana kiroho nikiwa bado mwanafunzi wakati ule. Nikimsema wengine wanaomfahamu watafahamu. Wako wachache ambao tunatoka nao. Yeye kwa tulikuwa na wakati fulani tunaomba pamoja na hata kuombea maisha ya mbeleni. Na yeye ni dada yangu, ananizidi mbali sana. Miaka yake ya kuolewa imeenda, haolewi. Na ni dada tunaishi sasa, sio kama dada, ni marafiki. Nilikuwa mimi na kaka yangu mmoja mchungaji, na huyo walinisaidia sana wale kiroho. Kwa hiyo siku moja tukalazimika kukaa kikao baada ya maombi, tukamuuliza dada, sasa wewe ni dada yetu lakini pia ni ndugu, maana tunashirikiana mambo mengi. Tuambie mipango yako, mbona huolewi? Ili tukuombee hili jambo. Ni ngumu kumuuliza dada yako, si unajua Hata hapa huo mtihani nimeushindwa kwa wasichana. Ila wavulana huwa nawaitaga pale, yale ambayo yamekomaa mpaka ndevu zinaanza kubadilika rangi, na waitaga pale ofisini. Bwana, nimekuita mimi mchungaji wako. Niambie bwana, mipango yako ni nini bwana uoe? Sisi hapa hatuna mapadri, hatulei mapadri na nini jamani, na masista, huo mpango hatuna. Tukae hapa bwana tuzungumze. Ananieleza bwana pastor, iko hivi, nimekwama hapa, na wengine tumewasaidia kupitia hiyo kuwaita. Sawa jamani Tukamuuliza dada, akasema wadogo zangu mniombee. Kwa sababu mimi kila wakija wanaokuja kunichumbia nikiwaangalia maisha yao, hapana. Yanakuja mapagani, yanakuja mambo ambayo misimamo yao lijamali na biashara, lakini linauza na mabia humo ndani. Na mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa kweli nimeshindwa. Sio kwamba hawaji, wanakuja kabisa. Lakini nikiwacheki kwa kweli hapana. Na akamalizia jambo lililonimaliza nguvu, akasema kuliko niolewe na hao, ni heri nibakie hivi, halafu nife niende wapi? Mbinguni, kuliko niolewe kwa staili hiyo. Sasa nikwambia asubuhi leo ninapozungumza, alikuja kuolewa na mchungaji. Sasa hivi anatumikia kule Morogoro, wanafanya kazi nzuri sana. Mwaka jana nilienda kwa sababu tusio wanatumika. Mungu amewapa mtoto wa kike. Kumbuka huyu yani sio ile ya desturi, ilishapita, maana sasa umri umeenda sana. Juzi alinitumia clip yake, wako sebleni wanapiga kinanda, kale katoto kanacheza, anacheka mpaka jino la mwisho. Si useme amina katika jina la Yesu. Si useme amina katika jina la Yesu. Uko njia, mtu anayengojea kuna gharama. Kuna gharama, ni kweli, muda unaenda. Maana ungetamani itokee leo. Lakini faida ya kungoja ni kwamba iko siku Bwana atakutokea. Na akikutokea italeta furaha kwenye maisha yako. Kuliko ungetumia shortcut. Maana inawezekana ungegonjea, unaona umechelewa, unaamua kupiga shortcut. Maana wako wanapiga shortcut. Mtu anaona nimechelewa, anasubiri, anaona imechelewa, anaamua kutumia njia nyingine mbadala. Maana njia zipo. Kuna mambo mengine njia zipo tu. Unaona kazi imechelewa, unaamua kutoa mwili wako binti kwa mabosi ili upate kazi.
Lakini nataka nikwambie, ungengoja, iko siku Bwana atakutokea katika jina la Yesu. Nasema tena, ngoja, kuna siku Bwana atakutokea katika jina la Yesu. Huyu ndugu akatoka na godoro lake akaenda. Biblia inasema walipombana sana, anaangaza, anasema kwa kweli aliyeniponya simjui, ila aliyeniponya ndiye ameniambia nibebe godoro. Baadaye sana Yesu anasema alikuwa amejitenga pembeni. Baadaye alipomuona ndiye anasema ni huyu hapa. Pale ndipo chuki kaanza juu ya Yesu. Wayahudi wanataka kumuua, maana ameagiza mtu afanye kazi siku ya Sabato. Nafikiri Yesu akaenda mahali pake pengine. Biblia inasema aliporudi hekaluni akamkuta ndugu yuko hekaluni. Jamani sema amina, amina. Akamkuta ndugu yuko hekaluni. Na ndio nikasema, Mungu ukingoja akakutokea, baki kanisani. Jamani si useme amina. Ulikuwa na maisha kama tuliokuwa nayo sisi huko zamani. Askofu huwa anasemaga kwamba kuna wakati, yani ukiamka ukitoka ndani ndio wewe ulivyoondoka umeenda na utajiri wako wote. Si mnakumbuka huwa anasema hiyo Yani ukiamka ukivaa shati na suruali na viatu, yani ukienda huna haja ya kufunga mlango, maana mwizi ataenda aibe nini? Yani vyote umefanya nini? Umeenda navyo. Bwana tusaidie. Yani ukiondoka na marapa yako, sio kiatu, marapa. Unajua sisi wa zamani hata hayo marapa nayo unajua ni muujiza Kuna miaka hayo marapa ilikuwa muujiza. Mimi nimesoma darasa ya kwanza. Na nini? Na print naacha viganja alizini. Ukiondoka naacha alama. Mpaka darasa la 3 ndio nimeiona kiatu. Kabisa. Na ndio tunawaambia jamani, na nyinyi msiwatese watoto wenu. Nawaambia nyinyi mnajua sisi tulisomaje? Wewe hizo enzi zimeshapita. Bwana amekubariki. Wanunulie watoto viatu. Acha hizo siasa. Sasa umetoka kwenye hayo maisha. Tulikuwa tunalia wote kanisani tunaomba. Mungu tumengojea miaka kadhaa, Mungu amekutokea. Sasa ukitembea watu wanasema jamaa hili lina hela. Unaacha kuja kanisani kwa huyu Mungu aliyekubariki. Mungu anaweza kukuinua tena katika jina la Yesu. Endelea kung'ang'ana na huyu Yesu. Nataka nikwambie, inawezekana hata uko hapa kuna mambo unapitia, mambo hayaendi, mambo yamegoma sana. Kaa chini, piga hesabu, kuna mahali popote nimekosea? Kama papo tengeneza. Kama hakuna, jitie moyo, mwambie Bwana atanitokea tena katika jina la Yesu. Ngoje ukiwa kanisani. Usijifanye uko bize baada ya kubarikiwa. Huyu mwanaume akakutwa na Yesu yuko hekaluni anamtukuza Bwana. Sasa muda wangu umeenda, nataka nimalizie. Mambo gani muhimu ya kufanya unapongoja? Jambo la kwanza, uwe na subira. Uwe na subira au uvumilivu. Vumilia. Inawezekana umesubiri miaka kadhaa, vumilia tu, subiri. Sasa muda wangu umeenda, lakini Ebrania sura ya 6:14 na Samueli 13:1 mpaka 14 naomba tusisome, nielezee. Nataka tumalize, muda wetu umekimbia. Ebrania ni anaeleza habari ya Ibrahimu. Akisha kuona zile ahadi akavumilia mpaka akapokea. Aliahidiwa utapata mtoto, kupitia wewe uzao utakuwa kama nyota za mbinguni. Mzee anapiga miaka 70 haoni mtoto. Si mnajua hiyo Miaka 80 hakuna mtoto. Mke wake Sara akachemsha, akashindwa kusubiri. Akamuita baba, sasa mimi tayari tumbo yangu imekufa. Sasa tutasubiri mpaka lini? Uwezekano hapa hakuna. Sasa baba tufanyeje? Naomba nikuletee house girl, Sulia, anizalie mtoto kwa tumbo langu. Si mnaijua hiyo Sara amechemsha, ameshindwa kusubiri. Na nimewaambia asubuhi kwamba wamama hawa wana nguvu sana ya ushawishi. Si mnajua mama akijipinda kukushawishi, mzee huchomoi. Si mnajua hiyo Si mnaelewa hata duniani wamefanikiwa kutushawishi. Wanawake mzee sio mchezo. Nilikuwa naangalia juzi siku ya wanawake duniani. Si ni sherehe kubwa sana?
mpaka serikali imeingia kwenye mfumo wa kina mama kwa sababu ya ushawishi wao. Siku ya wanawake duniani, maofisi yametenga bajeti kabisa ya kuwanunulia vitenge na kuwasaidia washerehekee. Subiri mama yangu ifike siku ya mwanaume duniani. Kwani kuna mtu ana habari na wewe? Hamna. We mwanaume kwenda zako. Manake ushawishi kila tunapoenda wanaume tunaishiwa, mnajua. Kasara kakambana mzee akaingia laini, si ndio? Akampa msulia wake nani yule? Hajiri. Kupitia huyo akazaliwa jamaa mmoja anaitwa nani? Ishmaili. Mpaka leo mnasikia hiyo kitu napigwa huko Mashariki ya Kati. Ni baada ya hiyo Sara alichemsha, akashindwa kusubiri. Lakini Ebrania ashukuriwe Bwana, anasema Ibrahimu alingoja hadi akavumilia mpaka siku moja akiwa na miaka 99 kuelekea 100 anatokea jamaa ambaye Bwana aliahidi. Jamani, si useme amina amina. Haijalishi itachelewa, kama unayemwamini ni Mungu wa haki, kuna siku atakutendea. Usiache kungoja. Samueli, kuna jamaa moja akachemsha, anaitwa Sauli. Wanaenda kupigana na Filisti mahali fulani, wakapanga vita kule Gilgali. Na kwa desturi Israeli ilikuwa haiwezekani kwenda kupigana na Mfilisti kabla ya kutoa sadaka ya kuteketezwa, ili Bwana ashuke aseme nao. Na aliyetakiwa kutoa sadaka ya kuteketezwa sio Sauli, ni Samueli. Jamani, tunaelewana eh? Jamali, Sauli limepanga wanajeshi, linasubiri ibada ifanyike ya kuteketezwa, Samueli hatokei. Limengoja Samueli atokee, likasema ala, leteni nani sadaka ya kuteketezwa, likachinja lenyewe, likafanya ibada. Amemaliza tu, Samueli anatokea. Sauli, umefanya nini? Ulishindwa kungoja? Jamani, nasema nilikungoja, haukutokea, nikaamua nifanye mwenyewe. Samueli anamwambia umekosea, ufalme wake kuanzia sasa amepewa mwingine ambaye moyo wake Mungu umempendeza. Sauli ufalme ukaondolewa. Nini? Alishindwa kungoja. Ngojea hata kama itachelewa. Nasema tena, ngojea hata kama itachelewa. Nasema tena, ngoja Bwana hata kama unaona inachelewa. Haijalishi ni miaka 5 huna mtoto, ngojea. Haijalishi ni miaka 10 hakuna mtoto, ngojea. Huyu Mungu ni mwaminifu, atakutendea na wewe katika jina la Yesu. Jambo la pili la kuzingatia, unapongoja jifunze kukaa kimya. Yaani wakati unangoja Bwana, jifunze kukaa kimya. Zaburi sura 37, naomba tuisome kwa sababu imebeba pia ujumbe wa mistari na pointi zinazofuata. 37 mstari wa 7, pengine hatutasoma tena kitabu kingine. Zaburi 37 mstari wa 7 anazungumzia unapongoja Bwana, jifunze kukaa kimya. Jifunze kunyamaza, usiongee mno, usilalamike. Mngoje Bwana, nyamaza, yeye ni mwaminifu. Zaburi sura ya 37 mstari wa 7 nimesema, anasema ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi. Usimkasirikie yeye afanikiwae katika njia yake. Ukae kimya mbele za Bwana, umngojee. Acha maneno mengi wakati unangoja. Acha kuongea sana habari zako za kulalamika wakati unangoja. Kaa kimya, mngoje Bwana na yeye atatenda katika jina la Yesu. Nasema tena, mngojee Bwana, ukae kimya na Bwana atatenda. Haya, 3, jifunze kutulia. Sasa hii ni wimbo wa Glorious wanaimbaga. Ni vema mtu afanye nini? Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana, akimngojea kwa utulivu. Amen. Asante sana. Ni vema mtu ambaye anamngojea Bwana tena kwa utulivu.
Tulia wakati unamngoja Bwana. Hata kama imechelewa, jifunze kutulia. Acha kuhangaika. Usikasirike wenzako wanapofanikiwa. Usikasirike. Ni ile Zaburi 37 mstari wa 7b. Usiwakasirikie wenzako wanapofanikiwa kwenye njia zao. Unangoja mtoto, unashangaa wenzako wanaolewa juzi, mwaka unaofuata mtoto. Maana huwezi olewa mwaka huu na mtoto mwaka huo. Labda kama umeolewa mwezi wa kwanza, hiyo sasa nayo tutakuita kikao pale ofisini. Si unajua hiyo eh? Yaani umeoa mwezi wa 3, hapo mwezi wa 10 unajifungua. Basi ni wakali, tutakuita. Tutakutupa nje ya ushirika. Wewe unafanyaje hivi? Ulitudanganya, si ndio? Jamani, mnanielewa kitu ninachokisema? Wewe soma maandiko. Mahali malaika alikuwa anatokea, alikuwa anawaambia mwakani wakati sijui kwa nini nasema hivi. Hakuna mahali malaika alisema mwaka huu au wiki ijayo. Hakuna kitu kama hiyo bwana. Wewe unatoa wapi hiyo? Yaani leo mwaka huu mwezi wa 5, wa 8 mke amejifungua. Tunakufunga kamba pale ofisini, tuambie vizuri bwana. Usikasirike mama, dada, umekaa miaka 5, walioolewa mwaka huu, mwakani wanapakata. Usikasirike. Mnafunga na kuomba, kundi lenu la wadada mko 10. Unashangaa wale ambao ni madogo wadogo zako wale, mwakana anatangaza ndoa, anaolewa. Wewe upo, hakuna hata kijana anasema habari ya saa hizi. Usikasirike. Nafurahiaga binti yangu mmoja ikitangazwa uchumba hapa, anafurahigi mpaka jino ya mwisho, namwambiaga hiyo endelea. Na wewe kuna siku tutatangaza, tutacheka mpaka meno ya wapi? Ya mwisho. Maana na wewe unapanda, unachopanda nini, unafanya nini jamani? Unachovuna. Usikasirike wenzako wanapofanikiwa katika jina la Yesu. Usikasirike. Usikasirike wenzako wanapofanikiwa, na wewe Bwana atakutokea. Mungu atubariki kwa neno hili. Ngojea Bwana atakutendea na wewe. Nasema tena, ngojea Bwana atakutendea na wewe. Nasema tena, Bwana atakutendea na wewe. Ngojea, yuko Mungu atendaye. Tusimame tumuombe Mungu.